Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila leo Disemba 1 ameongea na waandishi wa habari na kuwajuza kwamba kesho Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ataongea na wazee wa Dar es Salaam katika ukumbi wa Nyerere pale. Kwa hiyo ajenda ambazo zitakazokuwepo ni pamoja na kuelezea maafa ambayo yametokea au yalitokea wakati wa uchaguzi, lakini pia kuponya mioyo ya watu ambao walipoteza mali zao, walipoteza vitu vingi vya thamani ikiwemo maisha na uhakika wa kuishi kwa amani, uhuru pamoja na umoja. Mheshimiwa Chalamila amewaasa waandishi wa habari na vyombo vya habari vyote kuweza kuisambaza taarifa hii na kote katika taifa hili la Tanzania waweze kupata taarifa kwamba kesho Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan atakuwa akiongea na wazee wa Dar es Salaam. Lakini pia Albert Chalamila, mkoa wa Dar es Salaam, wa kuishia kusema hivyo tu, amesema kwamba siku ya kesho itakuwa Disemba 2, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan pia atalihutubia taifa. Ni nini ambacho kaandaa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuwaelezea Watanzania? Tusubirie siku ya kesho, lakini kikubwa zaidi Albert Chalamila amewaasa na kuasisitiza kuwa amani katika taifa hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kitu cha msingi sana, na amesema kwamba Dar es Salaam, japokuwa mambo ya uhalifu yalitokea, uharibifu mienendo mbinu na vitu kadha wa kadhalika, lakini bado Dar es Salaam kuwa ni kitovu cha amani. Hivyo ni kitovu cha amani na uwekezaji, na wafanya biashara wengi wanatakiwa walijue hilo kwamba Dar es Salaam iko salama kufuatia vitu vilivyoharibika. Mwendo kasi zinaendelea kutengenezwa na vyote vinarudi kama jinsi ambavyo ilivyokuwa sawa. Lakini kikubwa zaidi juu ya taarifa hii, Albert Chalamila amewakumbusha wa Tanzania kuwa wasije wakashawishika kwa namna yeyote ile kuweza kuiporomosha amani tulionayo, kwani hii amani tulionayo ni tunu. Kwa hiyo ndio update katika siku hii hapa ya leo. Sina mengi zaidi, tusubirie siku ya kesho tujue Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ataongea kitu gani na wazee, na pia ataongea kitu gani katika kulihutubia taifa. Maoni yako ni nini juu ya taarifa hii hapa ambayo nimekusogezea? Basi kama utakuwa na chochote ambacho nahisi kwamba ni maoni yako, basi fanya hivyo, andika hapo chini. Wewe andika tu, usiofu wala andika chochote pale chini ya video hii, alafu tutapita nayo maoni yako, na kama yakiwa mazuri zaidi tutaangalia namna ya kuweza kufanyia mahojiano ili tuweze kupata taarifa nyingi kutoka kwako wewe Mtanzania wa kweli. Lakini usisahau kusubscribe basi, hata kama sio Mtanzania, hata kama uko nje ya nchi hii hapa, lakini unaelewa hiki ninachokisema, basi unaweza tu nawe pia uka comment, ukatafuta na ukatoa maoni yako. Na wewe tunamsikiliza kila ambaye anayefuatilia, anayekuwa anapenda vile ambavyo tunavyovifanya kupitia channel hii hapa. Basi usisahau kusubscribe. Chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe basi. Lakini pia ikikupendeza, share video hii na wengine waweze kupata taarifa hii kama jinsi ambavyo uliweza kupata wewe. Basi mimi nikutakie majukumu mema. Bye bye.